Na wakulima humu nchini walitumia mwaka 2025 kubadilisha mbinu za kilimo na haswa uzalishaji wa chakula, wakikumbatia ubunifu, teknolojia na kuendeleza kilimo biashara. Dennis Otieno anaangazia mabadiliko, changamoto na mafanikio ya wakulima katika juhudi za kuwafikia utoshelevu wa chakula. Mwaka 2025 ulikuwa mwaka wa kujipanga upya kwa wakulima waliopambana na mvua zisizotabirika na gharama kubwa za uzalishaji. Katika kaunti ya Kiambu, wakulima wengi waligeukia kilimo cha vivungulio na matumizi ya mtandazo ili kuhifadhi maji, kudhibiti wadudu na kupunguza gharama za kazi, hatua zilizosaidia kuimarisha mavuno licha ya mabadiliko ya hali ya hewa. Ukishapea maji asubuhi unapea jioni. Kazi ya greenhouse inaweka maji, ukipatia maji asubuhi inaweka na mimea inakuwa sawa. Imenisaidia kwa sababu hakuna wadudu wanakuja kwa greenhouse, iko poa kabisa. Kwa sababu maji ukipatia tu inaweka hapo, haiendi pahali. Watafiti pia walikuwa na mafanikio sihaba. Shirika la utafiti wa kilimo na mifugo Kenya KALRO lilianzisha aina mpya za mtama zilizobuniwa ili kuwadhibiti ndege waharibifu, tatizo ambalo kwa miaka mingi limewasababishia wakulima wadogo hasara kubwa, hasa katika maeneo kame. Kwa hivyo hiyo wakati hizi mbegu zenye tumetoa zinakuanga na kaukali ambayo ndege wakikuja wakionja wanaondoka. Na hako kaukali ama kwa kizungu tunakaita tannins kanaenda kakipungua wakati mtama yako inaendelea kukomaa. Ikikufikia kukomaa, mtama yako inakuwa ya kawaida. Kwa hivyo sasa unapata shamba ya mkulima akipanda mtama yake atakuja kuvuna na haitakuwa imeharibiwa na ndege. Vijana waliozamia kilimo pia waliongezeka. Katika kaunti ya Kitui, vijana waliendeleza kilimo cha mijini kwa kutumia nafasi ndogo, maji na pembejeo kidogo, huku wakichakata taka za plastiki na kuuza chakula kwenye masoko ya karibu. Tumepanda vitu kwa containers, mikebe, haswa mikebe ya plastiki. Na kwa hizi mikebe za plastiki ndio pale pia kuna zile mchanga na inakuwa medium ambayo inatumika kushikilia roots. Uongezaji thamani pia ulipewa kipaumbele. Katika kaunti ya Laikipia, vikundi vya wanawake vilivalia njuga ufugaji wa chenene. Wanawake hao wakisaga wadudu hao na kutengeneza unga wenye protini nyingi kwa matumizi ya chakula kwa binadamu na lishe ya mifugo. Cricket ikifikisha, sababu inaishi kwa miezi 3 samahani, na ikifika miezi 2 na wiki 3 tunalisha naye kuku. Kuku wanatega mayai vizuri sana na hata wananona. So ukichinja kuku imenona, ukiuza ina kilo, pia mayai ina protini mingi sana. Hata hivyo, wakulima wanazidi kukabiliwa na vikwazo vingi kama vile gharama ya juu ya pembejeo, kucheleweshwa kwa malipo na utekelezaji hafifu wa sera. Kwa saa hii tuseme kwa county government walikuwa wanatusaidia na mbegu, lakini zile mbegu walikuwa wanatusaidia nazo sio haziambatani na zile climate change zenye ziko. So kama wakulima tukiwa ground tuko na changamoto, hatuoni usaidizi wa serikali na wa county government. Tuko hapo tumeachiliwa tu kama wakulima na ndio tunateseka kwa ground. Wataalamu wa kilimo wanasema kuwa ubunifu, kushirikishwa kwa vijana na utekelezaji madhubuti wa sera za kilimo zitachangia pakubwa kuimarisha utoshelevu wa chakula nchini mwaka wa 2026. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen.